No, mambo vipi mtongo nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevoo TV, na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotenda mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana, habari kubwa inatenda mtandaoni inamwangalia Mpanzu. Wengi tunajua Mpanzu kwa sasa hivi amekuwa na wakati mgumu sana katika klabu yake ya Msimbazi, na tunajua kabisa mashabiki wa Simba wamezua maneno kibao kuhusu Mpanzu kuperform hapo Msimbazi, na inasemekana bwana Mpanzu sasa hivi mashabiki hawampendi, sio kipenzi cha mashabiki wa Simba kabisa, kwa sababu mashabiki wanamsema sana na kumbeza kwa nini hafanyi vile kama alikuwa anafanya mwanzo. Sasa hivi ajitumi, toingia Yanga wanamhitaji, anakuwa analinga kwa namna fulani kabisa, ajitumi aoneshe uwezo wake. Lakini upande wa pili kuna mashabiki pia wanasema wanaomtukana Mpanzu mashabiki hawana akili, kwa sababu Mpanzu ndio mtu anaipa uhai timu ya Simba, anaipambania, anaonesha kuna kitu hapo Msimbazi, lakini watu wanamsema kwa sababu anakosa magoli. Ni kitu cha kawaida kwa sababu yeye namba anayecheza sio ile ya kusema ya kushinda. Yeye sio namba 9, yeye ni mchezaji ambaye anatakiwa atoe assist nyingi pale Msimbazi, afanye watu wafunge, lakini kuna wachezaji wenzao pale ndio wanamwangusha Mpanzu kuonekana anazingua. Lakini Mpanzu ni mchezaji ambaye yupo vizuri sana na anaweza mpira kinoma noma, ni mchezaji ambaye anaweza kusema kweli na ana uwezo mkubwa. Lakini kuna mashabiki ambao hawana akili ndio wanamponda Mpanzu kusema uwezo wake mdogo. Kwa hiyo ndio mashabiki wengine wakawa wanasema hivyo kwa kumtetea Mpanzu. Lakini vile vile bwana, inasemekana timu ya Yanga inamnyemelea kinoma noma mchezaji, hajakata tamaa kabisa kumnyemelea Mpanzu. Mpanzu bwana anahitajika sana na timu ya Yanga, na Yanga bwana wanamnyemelea kinoma noma Mpanzu. Muda wote Simba kidevelop tu kumwacha Mpanzu, Yanga wanamchukua kwa sababu wanaamini ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana, na akija hapo Yanga atafanya mambo makubwa sana, kwa sababu ni mchezaji, kusema kweli ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa na performance yake ipo juu sana, kwa sababu Mpanzu kimwongea ni mchezaji ambaye kwa sasa hivi pale Simba ndo anaipa uhai Msimbazi, anafanya Msimbazi iogopeke. Na tunajua kabisa msimu uliopita yeye ndo alifanya timu ya Simba huko kwenye kombe la shirikisho ifanye makubwa, ifika hadi finali, hata kama alikuja muda mfupi sana Mpanzu, lakini alionyesha uwezo mkubwa sana. Sasa Yanga bwana wanamtaka Mpanzu ili akacheze na Pacome, akaonyesha uwezo pale, kwa sababu tunajua kabisa Yanga akiwa Mpanzu na Pacome itakuwa ni timu ambayo inaogopeka sana, ni timu itakuwa tishio, kwa sababu tunajua kabisa uwezo wa Pacome na uwezo wa Mpanzu ni hatari wakotea, lakini wakiunganika washikaji itakuwa ni timu ambayo inaogopeka sana, kwa sababu ni wachezaji ambao wanajituma, na uwezo mkubwa sana kukokota mpira kuanzia katikati hadi golini. Ni wachezaji ambao kusema kweli wanaogopeka wakikutana na timu yoyote. Kwa hiyo Yanga akifanikiwa kumpata bwana Mpanzu, timu itakuwa potishio sana. Ndio maana Yanga wanatia amshamsha Simba ili waachane na Mpanzu ili wamchukue wao. Yanga wanatumia akili kubwa sana kumgombanisha Mpanzu na Simba. Itakuwaje, utafanikiwa tujui. Na kukumbusha tu mtu wangu nguvu, usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendeka mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni ya mtu wangu nguvu. Asante sana.